Kubeti ni kusaini umaskini. Chukua hiyo kabisa, leo nakupa kwamba kubeti ni kusaini umaskini. Yaani wewe kama umeona una tabia hii ya kubeti au unabeti sana, maana tayari umeshaenda ni sasa umeenda kuchukua mkataba mwenyewe ukaandikisha kwamba mimi ni maskini milele. Leo nitakwambia ujanja ambao mwingi anautumia kuangamiza maisha ya watu. Yaani mpango huu, mchezo huu umeanzishwa lengo kuangamiza maisha ya watu. Lakini kabla sijakwambia ujanja ambao anautumia, kwanza lazima ujue mchezo huu umeanzishwa mwaka gani. Tulizungumza kwamba mitandao ya kijamii ilianzishwa mwaka 1997. Ndio rasmi ikaanzishwa mtandao wa kwanza kwa 6 degree. Lakini baadaye tunaona kwamba dunia ilipoendelea zaidi, mitandao ilipoongezeka, ilipokufikia miaka 1999 mpaka miaka 2000, ndo michezo mingi sana na vitu vingi sana vilianzishwa. Sasa michezo hii ya kubeti rasmi kabisa hii kamari ya kidijitali kama hizi ambavyo leo hii watu mnacheza, zilianzishwa miaka 2000. Na lengo la kuanzishwa sio kwa kukupa maslahi wewe, hapana. Yaani lengo halisi la kuanzisha michezo hiyo wao kujipatia fedha au kujiongezea au kujitanua katika uchumi. Kwa hiyo ni mbinu gani ambazo wanazitumia kuangamiza maisha yako wewe? Mtu ambaye unaenda unachukua feature ile unabeti. Mbinu ya kwanza kabisa huwa wanatumia roboti. Yaani kwanza lazima uelewe kwenye ile michezo ya visual jackpot ama spin. Ile michezo unaiona pale yote imetengenezwa kimfumo maalum. Yaani mule ndani mule kuna roboti wamepakiwa. Wale roboti ndio wana mchango mkubwa sana kufanya wewe sasa uendelee kupoteza fedha zako. Na umewekewa limit. Kwa hiyo hakuna siku ambayo utakayecheza wewe jackpot ama spin ama visual ukala wewe ile mchezo, kwa sababu mule roboti ameshadhibitiwa. Kwa hiyo mtacheza watu 500 ama watu 2000 ama watu labda 10,000. Mtu mmoja siku moja ndio anapewa kajala kadogo, aweza akapewa hata 500,000. Kwa hiyo nyinyi wote mnastuka, mnaona kama huyu bwana amepata hela kweli yani, au mchezo huu una mafanikio. Kumbe wale roboti walipotengenezwa wamepakiwa maarifa ya kudhibiti, kutoa fedha, ila tu kuna wakati wanampa mmoja kwa kuwafaidi nyinyi wote muone kwamba mchezo una matokeo chanya kwenye maisha. Kwa hivyo ndivyo unavyozidi wewe kupoteza fedha, kupoteza muda, ukajua kuna siku moja wenda utafanikiwa katika kubeti au kucheza hizo kamari za visual spin ama jackpot, lakini bila kujua kama mwendani kuna mifumo imewekwa ya maroboti yale yana control wewe, yana control nyinyi na roga kisaikolojia muendelee kuhisi wa mchezo ule una mafanikio ama una matokeo chanya. Lakini pia hata ujanja katika features zile ambazo zimewekwa zile za kubeti, mwindi katumia ujanja na akili kubwa sana. Leo nataka nikusanue, ikiwezekanika acha kabisa kubeti na unasaini umaskini. Ujanja ambao ametumia, amejua Watanzania wengi ama watu wengi duniani mna tamaa. Yaani mna tamaa ya mafanikio ya haraka. Na tunasema kinachopatikana kwa haraka huwa hakidumu, na kinachodumu huwa hakipatikani kwa haraka. Kwa hiyo wao wameshagundua, kwa sababu wewe tayari una tamaa, yaani unataka mafanikio ya haraka, wakaamua kuanzishia mchezo huu nao wakaitumia tamaa yako mwenyewe kujipatia wao maslahi. Sasa issue iko hivi, ile feature unavyoichukua ambayo ina mpangilio wa odds zile za kubet, uwezi wewe kuchukua shilingi 500 ama 1000 ukapata milioni 100 ama milioni 50. Yaani hata wewe tukaa chini fikiria, shilingi 500 haiwezi. Biashara gani utakayefanya wewe ukatumia shilingi 500 kupata milioni 10, 20 au milioni 100 au shilingi 1000? Kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa sababu tayari una mitamaa mingi na umeweka tamaa mbele, unahisi labda inawezekanika kutumia 1000 ukapata milioni 100. Kwa zile hodi zile zilizopangwa, unapangiwa hizo leo anacheza Arsenal labda anacheza na Nottingham Forest, mfano tunakotolea ligi la England pale. Unaona kwamba Nottingham Forest kapewa 4/8. Yaani hodi hizo kwenye feature, nataka niongee uhalisia kabisa. Hodi kwenye feature 4/8. Alafu Arsenal kapewa 1/25.
Arsenal kaekewa ndogo. Kwa hiyo unapomweka Arsenal maana yake hela huwezi kupata nyingi. Ila unapoenda kumfuata Nottingham Forest maana yake ana 4 tayari. Ukiweka tu mechi zako 2 au 3 tayari una hela nyingi sana. Sasa kwa sababu wewe una tamaa, unataka kupata pesa nyingi kwa hela ndogo, unamfuata Nottingham Forest au unampa ashinde ama asare, ukiweka matumaini kwamba huyu mtu anaweza kashinda ama akasare. Lakini kwamba kwa uwezo wa Nottingham Forest jinsi alivyo na Arsenal ni mbali. Kwa hiyo unaweza kukuta ile game wa Nottingham Forest akafungwa, kwa hiyo wewe unakosha poteza hela. Lakini pia ili sasa uweke mechi za uhakika zaidi, ili upate hela nyingi. Kwa mfano uweke Arsenal, Man City, Liverpool, Madrid, Barcelona, PSG, ili uweke wa uhakika upate hela. Sasa unataka wa uhakika ili mechi mkeka utiki, maana yake inakulazimu wewe uweke mechi nyingi sana. Ili mkeka mmoja usiyopungua mechi 30 ndio upate 100,000 kwa shilingi 1,000 au shilingi 2,000. Na sometimes hata mechi 40 watu wanaweka mkeka kutoka hapa mpaka kule, bonge la mkeka ni mechi labda 50, yote hiyo nataka apate matokeo. Sasa unakuwa zile mechi zile unapoweka, wewe sio Mungu. Yaani uwezi kutabiri mechi 100, mechi 30 zikafanikiwa zote. Hiyo ndio tunasema dunia nzima 10 kwa mmoja. Kwa hiyo lazima ile hela utakayoweka wewe lazima ichukuliwe. So kwa hiyo unabidi ufanye maamuzi. Utake risk, uweke mechi chache zenye odi chache afu uweke hela nyingi sana. Yaani kama uchukue odi 3 uweke 300,000 au laki ngapi. Na hapo wenyewe umesacrifice, yani kuna uwezekano mkubwa sana hela ikapotea kule. Kwa hiyo mwisho wa siku ukifanya hivyo, ukipunguza idadi ya mechi, ukaweka hela nyingi, unaliwa. Ukiweka mechi nyingi alafu ukaweka hela ndogo, unaliwa pia, kwa sababu wewe sio Mungu, huwezi kutabiri hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo, watu kila siku wanapigwa, watu kila siku wanapoteza hela zao, na hivyo imewapelekea madhara mengi sana katika maisha. Nitakutajia madhara tu machache ambayo watu wengi huwa wanayapata katika swala zima la kubeti, mchezo huu ambao haramu kabisa watu wanaocheza, ambao umewafanya wanasaini umaskini bila kujua. Dhara la kwanza tunasema umaskini. Kubeti huleta umaskini. Yaani andika kabisa hapo kwenye karatasi, kubeti inaleta umaskini. Inaletaje umaskini sasa? Lazima vile ambavyo ulivyokuwa navyo vyote, yani fedha uliokuwa nayo yote itaisha. Yani kwa sababu mtu unamwona alikuwa na biashara safi kabisa, wenda anafanya biashara labda ya uuzaji wa nguo au protector au makava, biashara yote ile ambayo mtu anaifanya inaweza ikamkongoja kufikia malengo yake. Tasema biashara ya kati, na unapata faida nzuri, unaweza kupata hela ya kula na pesa kidogo nyingine unaweza ukaweka. Lakini unachokifanya unachukua ile faida au ile fedha unaipata, unaenda kuiweka yote kwenye kubeti. Sasa mwisho wa siku huyo mtu hawezi kuendelea, anakuwa pale pale alipo. Na mbaya zaidi sasa, ukishafika hatua sasa umeliwaliwa, una paniki. Ukishakuwa umepaniki, maana yake sawa unataka kurudisha hela zako, unaanza kutumia hela kubwa. Sasa mwisho wa siku mpaka unaharibu mpaka bajeti sasa ya biashara yako, ama bajeti ya mpangilio wa fedha zako. Unachukua ile hela yote unaenda kubeti. Hapo sasa ndio tunasema uamiliki ushikiki na kubeti. Kwa hiyo hali hii pia inakupelekea wewe umaskini. Lakini jambo la pili, noti la tatu ni la pili kubwa ambalo unaweza likakupata, tunasema addiction. Upelekea addiction, yani uraibu. Kuna watu ninavyokuambia hapa sasa hivi hapa walikofikia, yani hawawezi siku ipite hivi yani bila kubeti. Yani atatafuta hata mechi za Israeli huko au mechi za wapi, yani atatafuta mechi sio ili tu abeti tu, sababu tayari ana tatizo la uraibu. Yani yeye ulimwengu wake wa fikra mdote tu unafikiria kubeti, kuchanganua hodi, kufanya mwingine mpaka anunua daftari kabisa. Yani nilikuwa nimeona kabisa saa moja hivi Kigamboni huko, mtu ananunua mpaka daftari kabisa, tengeneza hodi zile za kutafuta mwindi, kushindana na mwindi, mtu ambaye kashakaa chini kisha kutengenezea wewe mazingira kuja kuchukua hela. Hakuna mtu ambaye atakayekuja wewe eti akupe pesa tu za bure bure.
hakuja kukusaidia wewe mwingi, bali kukuangamiza. Hilo unatakiwa ufunguke. Funguka in your mind set kwamba hakuja kukusaidia yule. Kwa hiyo tatizo hili la uraibu watu wanapelekea saa mtu huyu afanye kazi hatumaini lolote zaidi ya kutumaini kubeti, kwamba mimi lazima siku moja nitakuja kufanikiwa, na ana stay focus na kubeti. Kuna wengine mpaka wanashinda kwenye maslon betting, Meridian, anaenda kule anashinda mwe afanye kazi yoyote. Umeona? Ndio maana hata wenyewe ukienda mwe ndani, ukienda slon betting ama Meridian, wanakwambia beti kwa tahadhari, yani wanakusha kupa tahadhari fulani ambayo wenyewe wanajua kwamba huyu mtu hapo kwa kiwango fulani kuna maeneo atafika itamwasili sana. Wamekuandikia kabisa mwe ndani, lakini kwa sababu ndio hivyo mnaandikiwa mnafanya. Yani kama vile sigara, ndio unaambiwa sigara ni hatari kwa maisha yako, lakini watu wanaendelea kuvuta huko, wanasoma ile karatasi. Ndio ilivyokuwa kubeti. Kwa hiyo kubeti bwana ni sign ya umaskini. Lakini pia tunasema jambo lingine la tatu ambalo huwa linatokea katika maisha yako unapokuwa unabeti, nasema kubeti huharibu mahusiano ama ndoa. Ndoa nyingi sana zimekufa kwa sababu ya wanaume kubeti. Unakuta mtu anashindwa kuwajibika na familia yake. Yaani muda wote usiku katulia tu, hafanyi chochote, katulia tu, kazi yake kuangalia namna gani anaweza akatengeneza odi ili abeti. Lakini pia hata vile vitu alivyokuwa navyo ndani, aidha kama wamenunua vitu na mke wake maskini wa Mungu ameviweka ndani, jamaa anachukua vile vitu anauza vyote, anaenda anabetia. Sasa huwezi tena kuwa na mahusiano chanya, na mahusiano hayawezi kudumu hayo. Kuna bwana mmoja alikuwa na mke wake somewhere hivi, siwezi kutaja sija, ila yeye akisikia ataelewa namzungumzia. Huyu bwana alichukua kila kitu, sio mwana ile, akaanza akauza meza za ndani, akauza TV, akaja akauza mpaka kitanda, akabakia na godoro tu akanaweka chini. Sasa hii ni hali hatari sana. Kwa hiyo mwanamke furaha yake kwamba anataka mnapoanzisha mchakato mzima wa kupambana, sababu amekuja kukusaidia wewe na kukushauri. Sasa anatamani kwamba mwe mnaenda mbele, amrudi nyuma. Sasa anapoona wewe tena vile mlivyokuwa navyo tena unaviuza, kitu ambacho mwanamke hawezi kuvumilia. Kwa hiyo yule bwana aliachwa, akaachwa na mpaka leo yuko single. Na kuna mwingine tena alikuwa na duka kabisa kubwa, duka zima lilifilisika kwa sababu ya kubeti. Kwa hiyo ni kitu ambacho ndugu yangu unatakiwa uwe nacho makini sana. Ni leo nakusanua kwamba unataka mafanikio ya haraka, pambana, weka malengo. Lakini pia athari nyingine ya kubeti au dhara lingine la kubeti, nasema inakutenganisha wewe na Mungu. Yani uhusiano wako wewe na Mungu unakuwa umetenganishwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kubeti ni dhambi. Yani kwanza Mungu ameshakataza masuala ya makamari. Qur'an na Biblia zimekataza moja kwa moja kwamba mtu swala zima la kamari. Nasema shina mojawapo la dhambi ni kupenda fedha kupitiliza, ambayo hao walioingia katika hiyo wamefarakana na imani ya Mwenyezi Mungu. Anazungumza kitabu cha Biblia. Hata Qur'ani pia imekataza kubeti ni haramu. Kusoma Qur'ani vizuri zaidi unaelewa kwamba kubeti ni haramu, na baadhi ya maandishi wamekataza vya kutosha sana swala zima la kubeti. Kwa hiyo ndugu yangu, natoa wito kwako sasa, gaili mchezo huu, gaili jambo, kwa sababu limekuja Tanzania, limekuja Afrika, limekuja ulimwenguni. Ni mpango wa shetani katika kuangamiza maisha ya watu, sio mpango wa Mungu. Narudia tena mara mwisho, kubeti ni kusaini umaskini, kwa sababu nazungumza na kitu ambacho na experience nacho na exposure. Yaani mimi naelewa kuliko wewe unavyoelewa. Na wakati nazungumza, jiulize tu, umeanza kubeti lini wewe? Yaani kaa chini tu jiulize, wewe umeanza lini kubeti? Huu mwaka wangapi unabeti maisha yako hajafanikiwa? Kazi yako kusikiza tu, fulani alikula bwana, fulani alipata kiwango fulani cha fedha bwana Mbezi huko, fulani bwana. Acha kusikiliza. Kwanza mafanikio halisi uanza na mwenyewe. Hau jambo unataka kulizungumzia, jizungumzie wewe. Kwa nini kila mtu anakuambia tu fulani alikula? Kwa nini wewe siku usile na kubadilisha maisha yako? Huu mwaka wa 7 unabeti, huu mwaka wa ngapi unabeti hujapata fedha wewe na hujafanikiwa? Na katika kanuni za mafanikio tunasema ni hatari sana
kung'ang'ania jambo ambalo halikuletei matokeo chanya ndani ya muda mrefu, aidha miaka 3, 4, 5 na kuendelea. Umeanza kubeti lini wewe? Zaidi tu kuingia katika madeni, stressi, msongo wa mawazo umekushamili sana katika fikra yako. Achana na kubeti bwana. Wewe una tamaa ya kupata mafanikio kwa uharaka, lakini kanuni za mafanikio ambazo zinatakiwa uzitumie ni kanuni za mchakato, process. Sio hivyo tu haraka tu leo na kesho uja kutoboa. Acha kubeti.